Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Haruna Ali Suleiman, ameitaka Tume ya Utumishi Serikalini kuhakikisha wanasimamia suala la uajiri ili lifanyike kwa haki na kuzingatia sheria na sifa za uajiri pamoja na kusimamia suala la nidhamu katika taasisi za serikali. Akizungumza na watendaji wa tume hiyo, Waziri Haruna amesema, kwa hivyo kazi zenu, jukumu kubwa ni swala la ajira, lakini pia kuhakikisha kwamba nidhamu inapatikana kazini, na pale panapotokea kasoro ya kazi mnachukua hatua zinazofaa. Mpaka sasa hivi sijapata lalamiko la moja kwa moja la watu kama hajaridhika na maamuzi ya Tume ya Utumishi Serikalini, na wale wasioridhika wanapeleka kamisheni, na baadaye kamisheni nayo inachukua hatua. Najitaka kuhimizeni watumishi wa tume hii, na jukumu kubwa sana katika serikali yetu. Swala la ajira ni nyeti sana na lina fitna nyingi. Mnapotangaza kama kuna nafasi za kazi ya walimu, daktari au kwingineko, mnapata pressure kubwa sana kutoka ama kwa viongozi wakati mwingine au kutoka sehemu mbalimbali tu, kwamba na mimi. Na bahati mbaya watu hawana sifa. Na kinachotusaidia sasa hivi, nataka tuimarishe ajira zetu lazima zipitie kwenye mifumo. Hatuwezi kumwajiri mtu nje ya mfumo. Na hili nitahidi muimarishe mifumo yetu iwe inafanya kazi vizuri, lakini iwe ni mifumo ambayo inafanya kazi kwa haraka, sio ile ya kusubiri miezi miwili mitatu. Nidhamu yetu sisi wenyewe wafanya kazi ya kufika kazini kwa wakati na kuondoka wakati. Na moja katika sheria ya utumishi wa umma inasema mtumishi lazima afike kazini kwa wakati na aondoke kwa wakati, au sio? Akiwasilisha taarifa ya mipango na mikakati ya Tume ya Utumishi Serikalini kwa kipindi cha miaka 5 ijayo 2026-30, Katibu Mtendaji Tume ya Utumishi Serikalini Zaina Mohamed Haji amesema mipango hiyo imelenga kuwa na ufanisi zaidi. Mheshimiwa Waziri, kiujumla tume inaendelea kutekeleza majukumu yake iliyopangiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ya utumishi na kuhakikisha misingi mikuu ya kazi, maadili na kanuni zake inafuatwa kikamilifu. Katika kulitekeleza hili, Tume ya Utumishi itaendelea kusimamia utekelezaji mzuri wa sheria na kanuni za utumishi wa umma zinatekelezwa ipasavyo kwa watumishi serikalini, pamoja na kutoa elimu ya miongozo na maadili yote ya kazi kwa wizara na taasisi zote za serikali zilizo chini ya usimamizi wa tume hii. Mheshimiwa Waziri, katika kipindi cha miaka 5 ijayo 2026-30, tume inatarajia kutumia mfumo, yani hivi sasa tumo katika kukamilisha mfumo wa usimamizi wa watumishi utakaosaidia kupunguza changamoto za kiutendaji zinazotokea kwa mara. Mfumo huu utahusisha majukumu yote ya idara ya usimamizi wa watumishi, kuanzia kuthibitishwa kazi, kustaafishwa kazi, watumishi kwa lazima, kwa hiari, kwa maradhi, kuwapatia nyongeza za muda wa utumishi. Hayo yote tunatarajia kuyaweka katika mfumo ambao utapelekea kurahisisha utendaji wa kazi za tume, lakini pia kuwa na ufanisi wa kazi katika serikali. Mheshimiwa Waziri, tume imejipanga kuendelea kutoa elimu kuhusu majukumu ya tume kwa wizara na taasisi za serikali ambazo inazisimamia. Jukumu hili limekuwa endelevu kwetu ili kurahisisha au kuhakikisha taasisi zote zinasimamia uwajibikaji, uwazi na usawa katika kutoa huduma. Haya, pesa hii uende ukatumia skuli, eh? Haya mama. Asante mama. Haya. Mama mdogo, nataka na mimi niende skuli. Mpumbavu mkubwa, hizo kazi za ndani ushazimaliza, hata unataka kwenda skuli? Nishazimaliza. Ulikuwa umwambie baba yako kabla hajafa akupeleke skuli. Mbona kumwacha tu akafa? Yule alijua kuwa wewe huna hadhi ya kwenda skuli. Pumbavu, nenda ndani huko. Ngalikuwa baba na mama leo kwa yasingenikuta kila siku manyanyasa. Aha, unasemaje? Nikwambia kitu Aiman. Nahisi kama uloniwashia moto ndani ya moyo wangu na unaendelea kuniunguza ndani kwa ndani. Mimi nilikuwa nakuvutia pumzi tu wewe. Unalilia nini na utozobi wako? Wewe! Usifanye hivi
mtoto? Ramda nisirudie, lakini kama kufanya ndo nishafanya. Kunya moto basi niungue. Wewe hujui kama mtoto yatima huyu? Kama mtoto wako wewe ukamkuta anadhalilika kama hivi utaridhika wewe? Usimfanye hivi mtoto. Elewa kwamba leo kwake, kesho kwako. Kutokuwa na wazazi haimaanishi kuwa ndio chanzo cha kuishi kwa manyanyaso na masimango. Kila mtu ana haki ya kuishi kwa furaha na amani hata ikiwa hana wazazi. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255 Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.